Na hadithi hii ndani yake kuna at-tarhibu pia, at-tarhib, kuwahofisha watu na balaa la riya, kuwahofisha watu kutokamana na balaa la riya, kufanya mambo kwa ajili ya kujionesha. Kuna riya na kuna sum'a. Sum'a, unafanya jambo la kiibada, lengo lako unataka kusikia watu wanasema nini, hiyo ni sum'a, kama walivyoarifisha baadhi ya ahlul ilm. Riya ni kufanya amali ya kiibada lakini lengo lako watu wakuone. Kwa kuna watu wakuone kwa ajili yao umefanya, na umefanya ili usikie watu wanasema nini juu yako wewe, sum'a. Yote haya yametahadharishwa na hii hadithi, na kwamba kila mmoja afanye amali yake amkusudie Allah subhanahu wa ta'ala, na atakayefanya amali ya kiibada akamkusudia asiyekuwa Allah, basi tendo lake hilo linahesabika ni katika madhambi makubwa kabisa, kwa sababu linakinzana na ikhlas tulioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zetu. Allah anasema katika aya ya 5 ya suratul Bayyina, wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, na wala hawakuamrishwa illa wamwabudu Allah hali ya kumtakasia matendo yao, dini kwa maana ya amali. Mukhlisina lahu ad-din ay mukhlisina lahu amal, wamtakasie matendo yao ya kiibada, wayafanye kuwa ni masafi, hayana doa, hayana uchafu wa riya, wala uchafu wa sum'a, wala uchafu wa shirki. Kwa tumeamrishwa ikhlas. Ukifanya amali kwa ajili ya asiyekuwa Allah, umekiuka ikhlas ulioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na aya nyingine zimekuja nyingi kwenye Qur'an zikihimiza msingi wa ikhlas kwenye amali.